Ndugu mtazamaji, karibu kwenye The Book of Magic Stories. Tafadhali bonyeza alama ya kengele, subscribe, ili uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo unaweka simulizi mpya. Niandikie kwenye comment section unasikiliza kutokea wapi. Niandikie kwenye comment section unatazama simulizi hii kutokea wapi. Karibu sana kwenye The Book of Magic Stories. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Sasa tuanze simulizi yetu. Baridi kali ilitanda juu ya mashariki mwa Ulaya. Mawingu mazito yalining'inia angani huku upepo mkali ukivuma juu ya mashamba yaliyofunikwa na theluji. Lakini nyuma ya ukimya huo kulikuwa na mvutano mkubwa uliokuwa ukingoja kulipuka. Dunia nzima ilikuwa ikitazama kwa hofu wakati mgogoro kati ya Urusi na Ukraine ulipokuwa ukikaribia kugeuka vita kamili. Usiku mmoja wa giza, saa 9 za alfajiri, anga la Kiev lilipasuliwa na mwanga mkali wa kombora la masafa marefu. Sekunde chache baadaye, mlipuko mkubwa ulitikisa jiji. Madirisha ya majengo yalitetemeka, magari yaliyokuwa yameegeshwa yalipiga kelele za alarm, na watu waliokuwa wamelala usingizi waliruka vitandani kwa hofu. Saireni za tahadhari zilianza kulia kila kona ya mji. Wananchi walikimbia kutoka majumbani mwao wakibeba watoto wao, wakielekea kwenye mahandaki ya kujificha chini ya ardhi. Wengine waliingia kwenye vituo vya treni vilivyokuwa chini ya ardhi, huku milio ya milipuko ikiendelea kusikika juu yao. Mamilioni ya watu waligundua jambo moja usiku huo: vita ilikuwa imeanza. Wakati huo huo, mamia ya kilomita mashariki, katika kambi ya kijeshi ya Urusi, vikosi vya wanajeshi vilikuwa tayari vimepokea amri ya kusonga mbele. Sergei, askari kijana mwenye miaka 27, alikuwa ndani ya kifaru kikubwa cha kivita. Alikaza kofia yake ya chuma huku akisikiliza sauti ya kamanda kupitia redio. Vikosi vyote, sogeeni mbele. Injini za vifaru zilianza kunguruma kwa nguvu. Msafara mrefu wa magari ya kivita ulianza kusonga polepole kuelekea mpaka. Moshi wa injini ulipanda juu angani, huku taa za kivita zikichoma giza la usiku. Sergei alishika usukani wa kifaru kwa nguvu. Alijua kuanzia sasa hakuna kurudi nyuma. Kwa upande mwingine wa mpaka, ndani ya kambi ya jeshi la Ukraine, askari kijana aitwaye Andriy alikuwa juu ya mnara wa ulinzi akiangalia anga lililokuwa likiwaka moto kwa milipuko ya mbali. Redio ilisikika ghafla: makombora yanakaribia. Dakika chache baadaye, mlipuko mwingine ulisikika mbali. Andriy alikimbia chini ya mnara na kukutana na wenzake waliokuwa tayari wamevaa mavazi yao ya kivita. Bunduki zilichukuliwa, risasi zikawekwa tayari, na magari ya kivita yakawashwa. Kamanda wao alisimama mbele yao kwa uso mkali: hii siyo mazoezi, hii ni vita. Maneno hayo yalitanda hewani kwa uzito mkubwa. Asubuhi ilipofika, mapigano yalitayari yameanza kwenye maeneo kadhaa ya mpaka. Mizinga mikubwa ilianza kurusha makombora yaliyotikisa ardhi. Anga lilijaa ndege za kivita zilizokuwa zikiruka kwa kasi. Sergei alikuwa ndani ya kifaru chake akisonga kupitia msitu uliojaa theluji. Matawi ya miti iligonga chuma cha kifaru huku injini ikivuma. Ghafla, mlipuko mkubwa ulitokea mbele yao. Kifaru kilichokuwa mbele ya msafara kilipigwa na kombora la kupambana na vifaru. Moto mkali ulilipuka na moshi mzito ukapanda angani. Sergei alishikwa na hofu kwa sekunde chache. Hii haikuwa tena mazoezi. Hii ilikuwa vita halisi. Kwa upande wa Andriy, vikosi vyao vilikuwa vimejificha nyuma ya majengo yaliyoharibiwa karibu na kijiji kidogo. Walikuwa wakisubiri msafara wa vifaru vya adui kuingia kwenye eneo lao. Dakika chache baadaye, waliona vifaru vikubwa vikikaribia kupitia barabara iliyofunikwa na theluji. Andriy alishika kifaa cha kurushia kombora bagani mwake. "Subiri," kamanda alinonong'aa. Kifaru cha kwanza kilipokaribia, Andriy alivuta pumzi ndefu. Foto! Kombora liliruka kwa kasi na kulipiga kifaru moja kwa moja. Mlipuko mkubwa ulipasua anga. Chuma kiliruka vipande vipande, huku moto ukiteketeza kifaru hicho. Mapigano makali yakaanza mara baada. Siku zilizofuata zilikuwa za vurugu na uharibifu mkubwa. Majengo mawili ya Kiev yalikuwa yamegeuka kuwa vifusi.
Barabara zilikuwa zimejaa magari yaliyotelekezwa na moshi uliendelea kupaa kutoka majengo yaliyokuwa yakiteketea. Wananchi wengi walijificha kwenye vituo vya treni vilivyokuwa chini ya ardhi. Watoto walilia huku wazazi wakijaribu kuwafariji. Juu yao milio ya milipuko iliendelea kusikika kila saa. Sergei na vikosi chake walikuwa wamepiga kambi ndani ya jengo lililoharibiwa karibu na mstari wa kwanza. Usiku huo walikaa kimya karibu na moto mdogo wakila chakula cha kijeshi. Askari mmoja aliuliza polepole, "Unadhani vita hii itaisha lini?" Hakuna aliyesema kitu. Sergei aliangalia moto uliokuwa ukiwaka polepole. Ndani ya moyo wake alijua ukweli. Vita hii ingeendelea kwa muda mrefu. Kwa upande wa Andriy, vikosi vyao vilikuwa vinapanga operesheni mpya ya kujibu mashambulizi. Ramani kubwa ya eneo la mapigano ilikuwa juu ya meza ndani ya banka ya kijeshi. Maafisa walikuwa wakijadili mkakati wa kuzuia vikosi vya adui kusonga mbele zaidi. Andriy alishika bunduki yake huku akiwaza kuhusu familia yake. Mama yake alimwandikia ujumbe siku chache zilizopita. "Tunakuombea kila siku, rudi salama." Maneno hayo yalikaa moyoni mwake kama nguvu mpya, kwa sababu sasa alijua jambo moja muhimu. Hakuwa anapigana kwa ajili ya ardhi tu, alikuwa anapigana kwa ajili ya watu wake. Na vita kati ya Urusi na Ukraine ilikuwa bado inaanza. Anga la mashariki mwa Ulaya liliendelea kunguruma kwa milio ya makombora, huku dunia nzima ikiangalia kwa hofu jinsi historia mpya ilivyokuwa ikiandikwa kwa moto na chuma. Вогонь по позиціях! Вперед! Тримай фланги! Fire! Keep pressure! Hold these lines! Contact! Keep pressure! Hold these lines! Contact! Ndugu mtazamaji, asante kwa kutizama simulizi hii mpaka mwisho, na pia kama umeipenda, niandikie kwenye comment section hapo chini, na pia unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0766947545, na pia kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories, unaweza kutuma kiasi chochote ulichonacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tukutane katika simulizi zifuatazo. Asante na kwa heri mpaka wakati mwingine tena.